tunajifundisha kuhusu habari ya kubeba mzigo wa kazi ya Bwana. Kubeba mzigo. Lazima kuwe na watu ambaye wanabeba mzigo wa kazi ya Mungu, na ndipoza tukadhihirisha kwamba tuko na ule udhati katika hilo jina, ya kwamba tumekubalika. Sio tu kuitwa wana, lakini sisi ni watendakazi. Katika kitabu cha Matthew 9 huwa inasema ya kwamba tumuombe Mungu wa mavuno atume watendakazi. Na watendakazi ni mimi na wewe. Tuombe Mungu wa mavuno atume watendakazi. Na hasa katika nyumba ya Bwana hatunaga kitu kinaitwa washirika. Tunastahili kuwa na watu wanaitwa watendakazi katika mwili wa Kristo. Sema amen. Haleluya. Tunastahili kuwa na watendakazi. Katika Matthew 9 verse 35 to 38. Matthew 9, tutangulia hapo. Matthew 9 35 to 38 inasema, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Mandeti ya mafuta, ya mpakwa mafuta, ni kuelewa ya kwamba tunazunguka kila mahali, na kanuni moja sio tu kuzunguka, sio kupeleka tu habari kila mahali kama ile ambaye tunataka kupeleka kule Njoro. Lazima tuandamane na kitu kinaitwa ishara, miujiza. Hakuna haja ya kulipa gharama ambazo hazizalishi matunda ambayo yanalingana na toba. Biblia inasema ya kwamba Yesu injili yake kwa kutiwa mafuta na Baba alikuwa anaenda akihubiri kwa vijiji, anahubiri kwa masinagogi, na hakuacha mtu mmoja aliye mdhaifu wala mgonjwa. Na hiyo ndio neema tunaomba katika jina takatifu la Yesu. Haleluya. Ya kwamba tukienda kupeleka habari hii, tusiwache watu wadhaifu katika udhaifu wao. Tusiwache wale wagonjwa katika maradhi yao. Kila neno ambalo tunalisema liwe na uhai katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Na mstari wa 36 inasema, na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Sema amen. Na wacha nikwambie, katika dunia ama katika taifa letu la Kenya, watu wako na shauku, watu wana kiu, watu wanatamani Mungu. Na wacha nikwambie, ukiona vile watu wanazunguka huku na kule, ni Mungu wanatafuta. Na wewe na mimi tukibeba huyo Mungu, wamuone, watatulia. Sema amen. Biblia inasema Yesu aliangalia makutano, akaona vile wametawanyika, lakini wana shauku, wana kiu ya neno la Bwana. Na hiyo ni kusema lazima sisi kama kanisa la Bwana tufungwe utayari vizuri, kutoka kwa mawazo, kutoka kwa kuelewa na kufahamu kila moja nimeitwa kwa nafasi gani. Maana kuna watu wana kiu kule nje. Kuna watu wanamtamani Mungu. Kuna watu wanataka kumuona Mungu waziwazi. Kama Gideoni anasema ya kwamba yule Mungu wa mababa zetu, huyo Mungu kwani anakuaga wapi? Hatutaki tuseme ya kwamba huyo Mungu alibebwa na mababa. Tunataka tuseme huyo Mungu anatembea pamoja na sisi. Sema amen. Haleluya. Kwa sababu alipoona makutano akahuzunika sana, maana aliona ya kwamba wametawanyika. Na nataka kusema hivi, kanisa, sisi tunaweza kuwa tumepatwa na anguko. Ni kwa sababu gani? Leo hii mimi naweza kuwa nimejenga kanisa, nikiona ya kwamba liko na watu 100, 200, 300, nasikia nimefurahi sana na nimeridhika. Lakini Yesu anahurumia makutano, maana wametawanyika kila mahali. Anahurumia watu wake ambayo wanashauku, wengine hawajui waende wapi. Na nipoza katika Isaia 61, Yesu ametiwa mafuta na Baba ili awagange wale ambayo wamevunjika mioyo.
Na hiyo ni kusema watu wengi wanakimbia mpaka kutafuta nguvu za giza, ni kwa sababu wakiangalia mahali nuru iko hawapati nuru. Na mimi na wewe ndio tunastahili kuwa na nuru hiyo ya ulimwengu. Biblia huwa inasema katika Mathayo ya kwamba tufanyike kuwa nuru ya ulimwengu, na nipoza watu wale wako kwenye giza waweze kuona hiyo nuru, waweze kumjilia huyu Mungu. Sema amen. Haleluya. Wewe unafikiria ni watu wangapi wanatamani Mungu, lakini wakimtafuta hawamuoni? Na nipoza unaona watu wanatawanyika, watu wengine mpaka wanajikuta kwa mikono ya madivaina wakitafuta tu Mungu. Wengine wanadanganywa, wanajikuta kwa nyumba za wachawi wakidhani bado ni watumishi. Unajua siku hizi wachawi wanajiitaka watumishi, ndio usijue ya kwamba ni mchawi. Wanakuwa tu na tunyumba wanajiita ya kwamba watumishi, ati tunaenda kwa mtumishi, lakini ni kwa roho za uchawi na uganga. Watu huwa wanaenda huko ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanatafuta Mungu. Si ya kwamba kuna uovu. Hata mara nyingi watu wale wanajikuta kwa mikono ya hawa watu, si ya kwamba wanakuwa na uovu. Ni vile ambavyo wanatafuta Mungu, lakini bado wana uwezo wa kuangukia kwa mikono miovu wakijaribu kumtafuta Mungu. Maombi yangu na maombi yako asubuhi ya leo inastahili kujiuliza, je, hiki kikundi ambacho kimetawanyika, hawa ambaye Mungu anawatazama, anawahurumia, je, sisi kama kanisa nafasi yetu ni gani? Tuna uwezo wa kusimama na kuwahurumia wale waliyetawanyika, wale ambao wanamtamani Mungu, wale ambao wanahitaji hii neema, wale ambao wanahitaji mwanga wa Bwana, na huo mwanga utapatikana kupitia kwako na kwangu asubuhi ya leo. Sema amen. Sisi kama kanisa ni lazima pia tuwe na huruma ndani yetu ya kujaribu kukusanya kila mioyo ambayo imetawanyika, kila mioyo, na ni mioyo ya watu wengi sana. Na watu wale wametawanyika, wengine sio wazuri, ni watu wabaya sana, lakini Bwana anawahitaji. Kama Sauli alikuwa mtesaji wa kanisa, lakini leo hii yeye ndiye amehubiri injili kuliko wale wengine. Hao watu ambao unaona kama ni waovu, Mungu anawahitaji, na ni lazima kuwe na watu ambao wana mzigo wa kazi ya Mungu. Ni lazima kuwe na mtu anajiuliza, je, mimi Mungu umeniaminia mioyo mingapi? Ni watu wangapi? Sio tu wachungaji. Kazi ya mchungaji ni kulisha kondoo. Kondoo wakinenepa ama wakiwa wamenona, wana uwezo wa kuzaana vizuri. Kazi kubwa hata sio ya mchungaji kuhubiri. Kazi kubwa ni wale ambaye wanapokezwa hii manto, vile ambavyo wanakimbia nayo. Na nipoza Yesu akifundisha wakati mmoja akawa akisema, hili neno huwa linapewa mtu mmoja, na yeye pia akipatia yule mwingine, na yeye huyo mwingine anapewa huyo mwingine, na hivyo ndivyo kazi ya Mungu huwa inaendelea. Lakini mara nyingi huwa tunatazamia ni aposto ahubiri. Hapana, wengi huwa wanatazamia ni Pastor George anastahili kuhubiri. Hapana, wengine wanadhani ya kwamba ni evangelist fulani. Hakuna, ni sisi wote ambaye tunasikia hii habari tunastahili kuwa na shauku na mzigo wa kazi ya Bwana. Sema amen. Na tukiangalia mioyo vile ambavyo imetawanyika, tusifurahie. Hata ukiona kanisa limejaa usifurahie. Hebu angalia ile mioyo ambayo imetawanyika ni ngapi? Ni mingi kuliko wale walie ndani ya nyumba ya Bwana. Kwa hivyo sisi kama wachungaji ustahili kuangalia numbers ya viti zako. Unastahili kuangalia ni mioyo ngapi ambayo imetawanyika kule nje, ili uweze kubeba huo mzigo wa kazi ya Bwana katika ndani ya moyo wako. Sema amen. Haleluya. Na kwa sababu hiyo Bible inasema wametawanyika kama kondoo ambaye hawana mchungaji. Hilo neno unajua ni jambo ambalo linatustaki kila mmoja, ya kwamba wametawanyika ni kwa sababu hakuna mchungaji wa kuelekeza. Maana ndiyo tunahubiri, lakini je, tunaweza tukaelekeza mioyo? Unajua kuhubiri ni jambo tofauti na kuelekeza watu. Maana watu wengi wanahubiri, hata walevi wanahubiri, hata mwenda wazimu wanahubiri, hata msherati ana uwezo wa kuhubiri. Je, ni watu wangapi wana uwezo wa kuelekeza mioyo katika hali ya kumjua Bwana? Sema amen. Hiyo ndiyo changamoto kubwa sana ambayo tuko naye. Wametawanyika kama kondoo ambaye hawana mchungaji. Na Bible inamaanisha ya kwamba kuna wachungaji. Ndiposa inasema kama kondoo ambaye hawana. Kwa hivyo wako nayo, lakini bado wametawanyika.
Kuna watu ambao wanalisha mioyo lakini bado inatawanyika. Na hapo ndio sisi zote tunastahili tubebe mzigo wa kazi ya Bwana. Mwambie Bwana, ni mioyo mingapi ambayo Mungu inastahili kupata wokovu kupitia kwangu? Ni watu wangapi Mungu unahitaji wasimame kupitia kwangu? Watu wengi ni wale ambaye tunafanya kazi ya kutawanya hata ile mioyo ambayo iko ndani. Hata wale ambayo wanastahili kuwa kaa ndani kanisani, sisi ndio tunawafanya kutawanyika. Ni watu wangapi wewe umewasimamisha? Hata wakikuangalia wanasema nimesimama kwa sababu ya fulani. Na hiyo ni jambo ambalo linahesabiwa hata mbinguni. Lakini ni watu wangapi ambao wametoka hata kwa mwili wa Kristo kwa sababu yako ama ni kwa sababu yangu? Yesu anasema ya kwamba wametawanyika kama kondoo ambazo hazina. Lakini kuna wachungaji. Lakini kuna watu ambao wanahubiri hata kwa runinga. Kuna watu wanahubiri kwa mitaa. Kuna watu wanahubiri kwa TikTok. Kuna watu wanahubiri kwa redio. Lakini bado kondoo wanaonekana wametawanyika. Hiyo ni jukumu la kanisa. Kila moja kujiuliza, je, wajibu wangu ni upi, ili kuhakikisha kwamba ama ni mioyo mingapi ambayo Mungu unaniaminia ikaweza kusimama. Na kusimama ni kusema wewe uko na ule mtiririko wa mambo ya imani. Maana ukifuata mtu alafu baadaye aanguke, ni kusema wote ambao wamemfuata hata wao mahali umeinama, hapo ndio wanastahili wainamie. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba wakati tunajiuliza swali kama hiyo, ni kusema Mungu, tunaomba neema ya kukaa na kudumu na kuongezeka katika uwepo wako. Sema amen. Katika uweponi wa Bwana, ya kwamba tuongezeke wapendwa, ili watu wale ambao wanatufuata wakiweza kututazama kila siku wanaona Mungu kwa maisha yetu, na wakiona huyo Mungu, maisha yao yanazidi kubadilika kila wakati. Sema amen. Haleluya. Sijui wewe kama ni mmoja wa wale ambao wanabeba mzigo, ama wewe ni mmoja wa wale wanabebesha watu mizigo. Wewe ni mmoja wa wale ambao unabeba mzigo wa kazi ya Mungu, ama wewe ni mmoja wa wale ambao unabebesha watu mizigo kwa kazi ya Mungu? Lazima ujiulize, wewe uko katika nafasi gani? Unajua hata kuna Wakristo wakati wako na shida ndio wanajua kanisa. Hao ni wale wanabebesha kanisa mzigo. Lakini kuna mtu ambaye anabeba mzigo wa kazi ya Mungu. Yeye ako hapo kuhakikisha kwamba pengo isionekane katika kazi ya Bwana. Anasimama kwa kusudi. Si ya kwamba anakuja kwa sababu anahitaji kitu fulani, hapana. Hiyo sio nia nzuri ya kumfuata Mungu. Ni kama wale ambaye mtu anasemaga kwamba, Bwana asifiwe, mimi nimeokoka na niliokoka na nitadumu kwa sababu Mungu aliniponya. Na je, ukiugua tena? Hiyo ni kusema basi utamuacha Mungu mpaka tena wakati atakuponya ndio tena utamrejelea. Tunampenda Mungu pasipo masharti, ni kwa sababu yeye ndio muumba wetu, na sisi zote ni vyombo vya kazi yake, na zote tunastahili kumwabudu. Sema amen. Na hiyo wakati kumenyesha, we haubadiliki. Wakati kuna mafuriko, we haubadiliki. Wakati unaonewa, we haubadiliki. Wakati unatusiwa, we haubadiliki. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wewe sio mwokovu wa majira. Wewe una ule mtiririko, unajua kile ambacho unaandama. Haleluya. Bwana ainuliwe. Na kwa sababu hiyo basi hili neno alistahili kusema kama kondoo ambaye hawana mchungaji. Hiyo nafasi ni yako na hiyo nafasi ni yangu siku hii ya leo. Hao ambao wanapotea wanastahili kuwa wanaona nuru ambayo iko ndani yako, wana uwezo wa kumuona Bwana na wana uwezo wa kumfuata Yesu. Na naomba hiyo neema juu ya kanisa hili katika jina la Yesu. Haleluya. Mstari wake wa 37 inasema, ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Hebu nisikilize mpendwa. Mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Ni kama useme ya kwamba mahindi imeota kwa shamba na maharagwe na kunde na murenda na zile vitu zingine zinaotaka kwa shamba unapenda, alafu isemekane imekosa mtu wa kuvuna. Unaonaje? Saa hii mahindi imeota mpaka imekauka,
lakini kunasemekana mtu wa kwenda kuvuna ndiye hayuko. Si watu wote wanaweza anguka, kila mtu anauliza Apostle, niambie hiyo ni shamba gani? Juu uko na njaa, juu unataka kushiba. Unaona ile nia ambayo tunastahili kumwandama Mungu nayo. Kila mmoja hapa anaweza uliza, Apostle, tuambilie hiyo shamba. Kwangu niko na njaa, kwangu ninahitaji. Ni kwa sababu hiyo ni shamba gani hiyo? Haina mtu wa kuvuna. Niende nikavune ili niweze kupata. Wacha nikupe habari njema, ni shamba la Bwana, lina mavuno, lakini watendakazi hawaonekani. Na hiyo ndio nafasi ambayo wewe unastahili kujiuliza, Mungu umeniita nifanye nini? Bwana umeniita niwe mshirika wa kukaa chini? Hapana. Hakuna mshirika anastahili kukaa chini kanisani. Ati unasema ya kwamba mimi ni mshirika wa Victorious. Umepoteza kusudi la Bwana. Kila mmoja ana wajibu wake ambaye amepatiwa. Kama kazi ni nyingi, watendakazi ni wachache, basi wale tuko nao kanisani ni kina nani? Sema amen. Wewe ni nani ndani ya mwili wa Kristo? Kama mbingu linashuhudia, linasema ya kwamba mavuno already yanaonekana ni meupe, maana yako tayari kwa mavuno. Haujapatiwa kazi ngumu ya kulima, haujapatiwa kazi ngumu ya kupalilia, haujapatiwa kazi ngumu ya kutia maji. Mwenye hiyo kazi katika Yohana huwa inasema ya kwamba amefanya hiyo kazi. Baba ndiyo mkulima, Yesu naye ndiyo Baba. Yesu ni mkulima, Baba ananyunyizia maji, na kila tawi ambalo linazaa linasema ya kwamba linastahili kuongezeka zaidi. Na nipoza ndani ya mwili wa Kristo, kila moja ukimtazama unaweza jua kama anakuzaa ndani yake. Maana kila tawi ambalo linazaa ni katika Yohana ni Yohana 15 ama ni Yohana 14. Inasema ya kwamba Yesu hebu tuangalie hapo. Tuangalie kila moja kwa katika nafasi gani. Wewe sijui uko nafasi gani? Sijui uko katika nafasi ya kuongezeka. Yohana 15 mstari wa kwanza inasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Yesu anasema yeye ni mzabibu, Baba yake ni mkulima. Na kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Hii kila mmoja anastahili kujiuliza, wewe unafanya kazi gani? Umesimama kwa nafasi gani? Maana kubeba mzigo wa kazi ya Bwana ndiyo kunaleta faida ya watu kumfuata Mungu. Unaweza ukadhani ya kwamba unamfuata Mungu, lakini kuna pengo ambayo inaonekana, na Mungu akikutazama anasema wewe ndio unastahili kusimama katika hiyo pengo. Na kwa sababu hiyo wakati tunapoomba thawabu, unakuta ya kwamba hauna chochote, maana ile pengo ambayo wewe ulistahili kusimama haupatikani ndani. Yesu anasema ya kwamba hata yeye ako katika mission. Sio tu kuitwa mwana wa Mungu, hapana. Hata sisi hatutaitwa wana wa Mungu bure. Ni lazima tudhihirishe tumeitwa ni kwa kusudi gani. Anasema kusudi hilo, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiyo mkulima, na kila tawi ndani yangu lizaalo. Maana ndani yangu ni kumaanisha nini? Ni kwa sababu sisi zote tumeokolewa na Kristo. Sisi wote tumeokolewa na Kristo. Na sisi ndiyo tawi. Kila tawi lizaalo ndani yangu. Maana Kristo yuko ndani yetu, nasi tuko ndani yake. Na wanasema ya kwamba tukikubali Baba na Yesu waje wakae ndani ya mioyo yetu, ya kwamba basi tuombe lolote ambalo tunahitaji, ana uwezo wa kututwalia. Tukikubali Kristo, tukubali Baba waje wakae pamoja na Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu, tuombe lolote ambalo tunahitaji na tutaweza kutwaliwa. Hiyo ni Yohana 15 ndio tunasoma. Mstari wa 3 inasema, nanyi mumekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Tunakuaga safi kwa sababu ya ufahamu wa kuelewa neno, ya kwamba wewe ni tawi katikati ya hili shamba, ama katikati ya huu mzabibu. Wewe ni tawi. Kuna yule ambaye amefanya, na nipoza tukirudi hapo tena katika Mathayo 9, tumeona ya kwamba kazi ya Mungu ni nyingi na mavuno tayari yako tayari. Kwa hivyo tunaona kazi hiyo ishafanywa. Sasa imebaki area tu ya kuvuna.
We huambiwi umwagie maji, maana Baba yeye kazi yake ni kutia maji kwa ule mzabibu, naye mzabibu amezaa matawi ambaye ni mimi na wewe, na anasema kila tawi ambalo litakubali kukaa ndani yangu na kuzaa litazidi kupanuka na litazidi kuongezeka. Sema amen. Haleluya. Na saa hii kila mmoja anashinda akimulilia Bwana. Bwana ninaomba uniinue. Bwana nimekuja leo unikumbuke. Lakini Biblia inauliza, wewe ndio ni tawi katika mzabibu. Je, unazaa? Na unajua tawi, kila mti ambaye huwa unatoa matunda, tawi huwa ndio linatangulia. Na pale kwa tawi kando, pale chini ndio tunda huwa linaanzia kutoka. Alafu lile tawi linaanguka, tunda linasalia. Na Biblia inauliza basi, kama we ni tawi katika mti wa mzabibu, basi ni nani huyu anaweza akazaa makusudi ya Bwana? Matunda ni mengi, kuna mavuno ni mengi, kondoo wametawanyika kila mahali. Na wacha nikwambie, mission kubwa ya mwili wa Kristo ni kuhakikisha mioyo inamjua Mungu. Wanadamu wanamjua huyu Mungu. Hata yule aliye katika giza kuu, mwanga wa Bwana una uwezo wa kumfikia. Hiyo ndio wajibu ya kanisa. Kila mmoja wetu tufanye bidii kuhakikisha kwamba tunabadilisha mioyo ya wanadamu kumjua Mungu, kutoka katika uovu ama kutoka katika giza. Kuna wengine hata hawako katika uovu, ni kuwa na giza ama kuwa na kile kiambaza cha kutomjua Bwana. Wanahitaji tu nuru ili waweze kumjua huyu Mungu. Sema amen. Turudi hapo katika Mathayo. Basi uone Mathayo 9 mistari hiyo ya mwisho tuone wa 37 na 38. Wa 37 Mathayo 9:37 inasema, na tumeanzia hapo 35. 37 inasema, ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Mavuno yako mengi lakini watendakazi ni wachache. Na ndiposa nimeuliza swali rahisi. Ni wapi unaweza ukasikia shamba ambalo limemea alafu baadaye mavuno ni mengi lakini kumekosa wavunaji? Yaani shamba liko pale. Na wacha niseme shamba la muhindi. Sio muhindi yule mahindi, ama nitumie mahindi ndio uelewe. Nikisema muhindi mwingine atafikiria naongea kuhusu habari ya mtu. Mahindi. Shamba la mahindi limeota vizuri, lakini hakuna mtu ambaye anapatikana wa kwenda kuvuna. Lakini kila mmoja anasema tuko na njaa. Wengine wanachukua matawi, wanasema ya kwamba Kimani must go, maana yeye ndiye amepatiwa wizara ya ukulima na kumekosekana matunda kwa taifa. Watu wanasema Kimani must go, wamechukua matawi, lakini mashamba yako tayari katika mavuno. Na wacha nikwambie mpendwa, ukiangalia hilo neno, kila mmoja anaweza jiuliza, je, mimi nimechukua nafasi gani katika hili shamba la mzabibu? Mimi nimechukua nafasi gani? Na kweli mimi ni tawi. Na kama mimi ni tawi kabisa, nina uwezo wa kuzaa. Nimezalisha nini tangia wakati nilipomjua Bwana? Wengine wamezalisha fitina, wengine ni chuki, wengine ni roho chafu. Yaani watu wanazalisha vitu ambazo sio za ufalme na wako ndani ya ufalme. Lakini Yesu akitazama kanisa, akiangalia dunia, anasema nimeona kondoo wametawanyika, ni kama hawana mchungaji. Ni lazima tuchukue hiyo nafasi wapendwa. Kama kanisa la Mungu, wacha tufanyike nuru. Watu wakituona wamuone huyu Mungu wetu. Sema amen. Mstari wake wa 38 inasema, basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Tukiomba Mungu, sisi hatutarajia kwamba wewe ni mshirika. Wewe unastahili kuwa mtendakazi. Kila mmoja, hakuna mshirika kwa nyumba ya Bwana. Tumuombe Bwana atume watendakazi. Maana kwa nyumba ya Mungu kuna kazi nyingi, watendakazi ndio hawapo. Lakini tukiomba washirika, tutasumbuana kwa ibada. Ni wale ambao watakuja kubebesha watu mizigo. Hawataki kubeba mzigo, maana mtendakazi yeye kazi yake ni kubeba mizigo, sio kubebesha watu mizigo. Sema amen.
Haleluya. Tumuombe basi huyu baba wa mavuno atuletee watendakazi, na hata tunaomba tukienda kule nje, Mungu atupatie watendakazi katika mwili wa Kristo. Sema amen. Unajua watendakazi mnaweza kuwa watu 50, lakini mnafanya kazi ya watu 500. Lakini kanisa linaweza kuwa na watu 1000, lakini linashindwa na kanisa la watu 20. Maana ndani yao ni washirika, hakuna watendakazi. Na tumuombe Mungu basi atupe watendakazi. Sema amen. Haleluya. Na mmoja ni nani? Ni mimi. Mimi ndio mmoja wa watendakazi. Lazima nisimame katika pengo ya kazi ya Mungu. Sema amen. Haya, turudi katika Numbers. Tutaenda haraka ili tuweze kupata vidokezo vingi. Katika Numbers 4 verse 47 to 49. Numbers 4 verse 47 to 49. Ni lazima kuwe na watu wawezaye kubeba mzigo wa kazi ya Bwana. Biblia inasema hivi, tangu waliopata umri wa miaka 30 na zaidi hata umri wa miaka 50, kila aliyeingia kufanya kazi ya utumishi na kazi ya kuchukua mizigo katika hema ya makutanio. Tunaona tangia mwanzo, hata katika wana wa Israeli, Mungu hakuhitaji watu tu waitanishwe na jina lake. Hapana. Mungu alikuwa na ahidi na anasema ya kwamba basi watu waanzie kuteuliwa, ni kwa sababu ya kazi ya madhabahu. Watu tangia wa miaka 30 mpaka 50. Hapo kabla unaona kama shosho ako na 60 karibu aende 70. Shosho uko na miaka ngapi? Sorry? 66. 73. Shosho ina 73. Sijui nianguke hapa mama. 73. Na wewe huwezi inua mguu yako hivi. Ai, tupigie shosho makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen. Na naomba kupitia kwa chairman tuandae siku moja tubariki shosho sisi wote, ndio tufikishe hiyo miaka. Kama yeye anatumika na miaka 73. Ai. Si hiyo chairman umeanakiri mahali. Tuandae Sunday moja sisi wote tukuje tutapu mafuta ya shosho. Tukuje tumfanyike baraka juu ya maisha yake. Tumpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Biblia inasema tangia watu miaka 30 mpaka miaka 50. Kwa hiyo ukisikia mtu wa miaka 60, miaka 70 bado anatumika kama mtu mchanga, huyo ni mtu ambaye anapenda Mungu, ambaye amejitoa, yani amejitoa kimawazo, amejitoa kila kitu kwa maisha yake. Basi walikuwa wanatengwa ni kwa sababu ya kubeba mzigo wa hema ya Bwana. Unajua nyakati zile Mungu alikuwa anamwambia Musa, niandalie hema ya makutanio, mahali mimi nitakuwa nashuka kutoka mbinguni, na alafu kisha wana wa Israeli wanapanda katika hiyo hema. Tunakutana katika hiyo hema, nanyi ninakutana na mahitaji yenu mahali pale. Kwa hivyo tunaona watu walianzia kutengwa tangia zamani ni kwa sababu ya kazi ya Mungu, sio kwa sababu ya kuitwa tu wana, lakini ni kwa sababu ya kutumika katika ufalme wa baba yetu. Sema amen. Na sijui kama wewe ni moja wa wale ambaye Mungu anaweza akakuangalia seme, huyu kwa uhakika ni mojawapo ya wale ambaye wamejitenga ni kwa sababu ya kazi yangu. Sema amen. Mstari wa 48 nasema hao waliohesabiwa kwao walikuwa 8,580. Watu ambao walikuwa wanahesabiwa, sio watu wachache, watu ambao wana uwezo wa kubeba mzigo wa kazi ya Bwana. Na wacha nikwambie, leo hii kukipatikana hapa kanisani watu 20, watu 30, watu wakifika 100, ni kusema kanisa linastahili kwenda kiwango cha cathedral. Sema amen. Kukipatikana watu tu 100 watenda kazi, na mtu mmoja ahesabiwe kwa watu 100 ama watu 30, nitakuonyesha vile ambavyo walikuwa nagawiwa makundi. Ni kwa sababu ya ule utendakazi sawasawa na uzito wa kila mmoja katika utendakazi wake. Sema amen.
Maana hata tukibeba mzigo wa kazi ya Bwana, sisi zote hatufanani. Kuna mtu anaweza akabeba watu 10,000 na bado anasikia muniwekee wengine nyuma yangu. Lakini kuna mwingine ukimpea watu 5 wanamkula kichwa mpaka mvi inaanzia kutoka. Yaani, na hao wote ni watendakazi, si ya kwamba si watendakazi. Lakini Biblia inasema kila mmoja alikuwa anapewa kulingana na kiwango chake. Kulingana na kiwango chake. Sisi zote ni watendakazi, lakini kila mmoja ana kiwango chake ambacho ana uwezo wa kubeba. Sema amen. Hapa kanisani leo, je, sisi zote tuna uwezo wa kuinua mizani moja? Haleluya. Tukileta hapa kagunia 50 ya simiti. Tuanzie hapa kwa shosho. Tukienda hivi, kila mtu anyanyue na ajiwekelee kwa bega. Ni watu wangapi unaona unaweza jiwekelea mpaka kwa bega? 50 kg. Bila kusema nisaidie, ninyanyulie hapa kidogo. Ni kama watu 5, 6. Hao watu wengine wote ni wale unakuja unaekelea hapa, unaanzia kutetemeka, unaweka chini mpaka ukuje usaidiwe. Lakini kuna mtu mwingine anaweza jiinulia peke yake na ainue ingine aweke peke yake, ainue 3. Na pengine mnatoshana kilo. Hata pengine yeye ni 1 GB na wewe ni 5 GB. Kama chairman ni 5 GB. Na ukuti anang'eng'ana na hako ka 50. Na akisema mkuje munisaidie. Kwa hiyo Bible inasema katika hiyo nyumba watu walikuwa wanabeba mizani kulingana na uwezo wao. Lakini wote ni watendakazi. Haleluya. Bwana ainuliwe. Wote ni watendakazi, lakini walikuwa wanainua kila moja kulingana na mizani yake. Na wewe mwenyewe unastahili kujua mizani yako. Na nipoza wakati unapofanya kazi ya Mungu, unajua uwezo wangu umefika hapa. Na hiyo ni kumaanisha kwamba basi unajua kile Mungu anahitaji kutoka kwako. Sema amen. Kama mimi naweza beba mizani 1,000 na nimebeba mizani 500, ni kusema Mungu ananidai mizani 500. Ni kwa sababu mimi nina uwezo wa kubeba mizani 1,000. Sema amen. Haleluya. Sijui kama kuna watu kama hawa wanaweza patikana kwa nyumba ya Bwana. Watu ambao wanajipima na uwezo wa Mungu wao. Na unajua huo uwezo sio mwanadamu ameweka. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza onyeshwa kidole, hapana. Hiyo capacity ni Mungu ameweka kwa kila moja. Kwa hivyo hata yule amebeba watu 3 na tuko pamoja na yeye, sio kusema ameshindwa. Hapana. Yeye amebeba kulingana na uwezo wake. Lakini kama ana uwezo wa kubeba watu 3 na amebeba mmoja, ajue Mungu anamdai watu 2. Sema amen. Na hiyo itachongea kila moja kujua vile ambavyo anastahili kubeba mzigo wa kazi ya Mungu. Na kujua kwamba sio Kimani Hosea ambaye anauliza mioyo. Ni yule ambaye aliweka huo uwezo ndani yako, atakuwa anakudai. Anasema we, ninajua nimeweka uwezo kiwango hii ndani yako. Kwa nini kunahesabika watu wachache, lakini nimeweka uwezo mwingi ndani yako? Situmshangilie Bwana kwa makofi mazuri katika jina takatifu la Yesu. Haleluya. Mstari wa 49 inasema kwa amri ya Bwana alihesabiwa kwa mkono wa Musa kila mtu kwa utumishi wake, na kama mzigo wake ulivyokuwa ndivyo alivyohesabiwa yeye, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kila mmoja alihesabiwa kulingana na uwezo wa kubeba mzigo. Sema amen. Kuna watu hapa tunadaiwa. Kuna watu hapa hata Mungu akituangalia anatuhesabia dhambi. Si kwamba tumeanguka, hapana. Ni utendakazi. Tukiingia katika maeneo ya utendakazi, Mungu anasema wewe ni mwenye dhambi, maana ule uwezo nimekupa hautumii. Haleluya. Kile kiwango nimeweka ndani yako, kile ambacho ninatarajia kutoka kwako. Mtu akiajiriwa kama manager huwa anadhihirisha kazi yake kulingana na ile product ambazo huwa anapeana, na ama ile faida analeta kwa kampuni, ndio huwa inadhihirisha jina manager inamtoshea. Pengine alikuwa hiyo kampuni inaleta milioni 2, ameajiriwa baada ya manager mwingine kufutwa, unakuta kwamba hiyo kampuni imepanda to 5 million. Huyo ni manager mzuri. Hiyo ni kusema ya kwamba amekuja na uwezo ule
ambayo Mungu ameweka ndani yake, amesongesha ile kampuni katika viwango vingine, na hivyo ndivyo Mungu anatutazama. Sema amen. Haleluya. Leo hii kukiingia mshirika moja kanisani, tunastahili kujua tumeongezeka watu wengine 10. Kama kila mmoja atakuja akiwa mtendakazi, maana kila mmoja ana uwezo wake. Kama ni mimi ningesema amen kubwa. Kila mmoja ako na uwezo wake ambao uko ndani yake. Na ndio Gideoni anaambiwa katika Judges 6. Mungu anamwambia Gideoni ya kwamba kwa huo uwezo uko ndani yako, wewe kama mtu mmoja una uwezo wa kuwapiga Wamidiani. Hauhitaji hata kolabo. Ukijiamini na ujue kile Mungu ameweka ndani yako, wewe kama mtu mmoja una uwezo wa kuangusha watesi wako. Bwana ainuliwe. Sasa hebu nijiulize, je, mimi kama Kimani kiwango changu ni kipi? Mungu ameniaminia mioyo mingapi? Je, watu wangapi nimeweza kuwashawishi so far? Ni watu wangapi ambao wanaweza wakamfuata Mungu kupitia kwangu? Ni watu wangapi pia sio tu kumfuata, wana uwezo wa kudumu katika mwili wa Kristo? Maana tunaweza tukazalisha. Wakati mwingine wanasema baba mulezi anashinda baba wa kuzalisha. Ama sivyo? Baba mulezi anashinda baba wa kuzalisha. Maana kuzaa ni rahisi, kulea ndiyo kazi. Sema amen. Si watu wengine tulitekelezwa. Mwenye alikulea, na nipoza huwa tunasema kwa wale ambaye tumepitia changamoto kama zile, ya kwamba yule baba mwenye alikulea umuheshimu. Hata kama unajua sio baba yako, lakini alikuwa analeta unga na unakula huko unakataa. Hebu niambie, ni nani unga ililetwa na baba mwingine ukasema mami, hii unga si ni ya baba yule, sitakula? Kwanza wewe ndio ulikuwa wa kwanza kurusha mkono pale. Huyo mtu anastahili kuheshimiwa. Hao wazee wapigiwe makofi mazuri katika jina la Yesu. Maana ni changamoto za maisha huwa zinakuja, na wakati mwingine pasipokuwa na maombi kuzizuilia sio rahisi. Na kwa sababu wale ambaye walikulea, hata kana kwamba alikunywesha kwa kikombe cha maji baridi, huyo ni mtu wa heshima sana. Unastahili kumheshimu siku zote. Wakati mwingine kumuita dadi sio rahisi, lakini kumheshimu kwa sababu ya ule ulezi. Sema amen. Haleluya. Na hivyo ndivyo Mungu anatutazama siku hii ya leo. Ni watu wangapi ambao wana uwezo wa kulea mioyo? Ni watu wangapi ambao wana uwezo wa kubeba mzigo wa kazi ya Bwana ili watu waweze kumjua Mungu? Sema amen. Haleluya. Ni mimi na wewe. Na Biblia inasema watu wale walihesabiwa sawa na kila mtu ule uwezo Mungu alikuwa amempatia wa kubeba mzigo. Sema amen. Na kwa hivyo katika mwili wa Kristo, hata yule mtu mwenye anabeba mtu mmoja ni wa dhamana. Haleluya. Maana hiyo kiwango ni chake. Huwezi sema ya kwamba unaweza ukabebesha mtu mizani ambaye hawezi, atavunjika ama atakufa. Lakini mtu akibeba ile mizani ambayo inamfaa, huwa inasaidia hata awe na maso. Sema amen. Haleluya. Wale watu wanazoea kunyanyua vitu wanakuaga aje? Hapa kuna yeye mmoja. Ama unanyanyua na wewe unanyanyuliwa tena. Najua watu wale ambao huwa wananyanyua mizani hata ukiwaangalia wanakuwa na maso. Lakini wale watu sisi hatubeba vitu, tunakaa tu flat. Lazima tukubali kubeba mizani kwa nyumba ya Bwana. Kuna kazi nyingi ambayo Mungu ametuwekea. Tuwe na maso za kiroho. Tuwe na uwezo wa kubeba mizani ya kazi ya Bwana. Situmpigie Baba wa mbinguni makofi mazuri katika jina la Yesu. Tukienda tufanye hivi. Watu wakituangalia wanasema yenyewe hawa watu wamekubali kubeba mizani ya kazi ya Bwana. Na naweza sema ya kwamba ujiappreciate kwa makofi mazuri katika jina la Yesu. Tukitoka kule nje, watu wanajua Victorias wako tayari kubeba mizani. Sio jambo rahisi hilo. Haleluya. Watu wengi wanaogopa gharama. Ukiona mtu mwenye anaogopa gharama, basi hana misuli. Lakini ukiona mtu yeyote mwenye anakubali kubeba gharama, ako na misuli ya mambo ya imani. Kuna mahali wewe uweze ukatingizwa.
Hata shetani wakija, wanaona vile umejenga katika ulimwengu wa kiroho, wanasema hawa hatuwezi tukapenya ndani yao. Situmpigie Baba wa mbinguni makofi mazuri katika jina la Yesu. Katika Deuteronomy, katika Kumbukumbu la Torati 1 kuanzia mstari wake wa 11 hadi 17. Katika Deuteronomy, Bible inasema ya kwamba pia watu wale ambao wana uwezo wa kubeba mzigo wa kazi ya Mungu, katika Kumbukumbu la Torati 1 kuanzia mstari wa 11 hadi 17. Inasema watu wale ni lazima pia wawe na akili. Unajua maneno mengine kutumia kwa ibada wakati mwingine sio mepesi, isipokuwa tuwe na madaraja. Wewe ukikuja hapa uambie watu hawana akili, watahama kanisa. Ama ni aje? Mtu yeyote mwenye hujapewa mamlaka na Bwana, maneno kama haya ukiyatumia kwa ibada, watu watatoroka, watajikwaza. Wanasema ai, leo apostle alihubiri akasema hatuna akili. Ai, tuhame hii kanisa, hata yeye kama endi ako na akili tumuachie tuone mahali ataipeleka. Hapana. Bwana atukuzwe. Lakini Bible inasema hao watu ambao wana uwezo wa kubeba mzigo wa kazi ya Mungu ni lazima wawe smart kimawazo. Nitumie hilo neno. Yaani wawe watu ambaye macho yao yanaona mbali. Haleluya. Wawe kama wana wa manabii, wale ambao walimuendea Elisha wakamwambia mahali hapa ambako tunahudumia ni padogo, maana macho yao yalikuwa naona. Ndiyo mtumishi wa Bwana ameitwa, lakini licha ya kwamba ameitwa ni lazima awe na watu ambao wamemzingira, ambao wanaweza ona mbali. Haleluya. Bwana ainuliwe. Elisha alikutwa na wana wa manabii, wakamwambia Elisha, tumekuja hapa ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mahali tunashiriki tunaona sasa pamekuwa padogo, na sasa tunahitaji utupatie ruhusa twende tukafanye boriti, twende tukakate miti ya kujenga. Lakini jambo moja tunakuomba, tunaomba uandamane pamoja na sisi, hata kana kwamba hautabeba mzigo, hata kana kwamba hautabeba shoka, hata kana kwamba hautabeba panga ya kwenda kukata hizi zile boriti, lakini tunaomba uwepo wako uandamane pamoja na sisi. Sema amen. Haleluya. Si hao ni watu ambao wanaona mbali. Hawasemi ya kwamba huyu mtu wa Mungu na ndiye amepakwa mafuta, kwani haoni yule mwanya. Kuna mianya mimi sistahili kuona, wewe ndio unastahili kuona mwanya. Na wewe ndio unastahili kusema huu mwanya ama hii aibu sisi ndio tunastahili tuondoe, na uwepo wa mtumishi wa Bwana uandamane pamoja na sisi. Haleluya. Watu walie na akili. Hebu tusome hapo. Bible inasema watu wale ambaye pia wanabeba mzigo, katika Deuteronomy 1:11. Bwana Mungu wa baba zetu na wafanye kuwa wengi, awafanye kuwa wengi mara elfu kuliko mlivyo, na kuwabariki kama alivyowaahidi. Nitachukuaje peke yangu mimi mwenyewe udhia wenu na mzigo wenu na mateto yenu. Huyu ni Musa. Hebu angalia, hata yeye anasema ya kwamba hii kazi mtu mmoja hawezi. Ni lazima kuwe na watu ambao wanafahamu. Na mara nyingi watu nasema hata hapa Victorious, ni lazima kitu cha kwanza ujue maono ya hii madhabahu, ndiposa ujue ni wapi utashika. Maana pia usipoelewa maono ya hapa, wakati mwingine utagongana na watu, maana haujui ni nini kinahitajika. Na huyu ni Musa anasema ya kwamba muongezeke. Mungu huyu awabariki kuliko mwanzo, awapanue. Lakini kuna kitu kimoja, mimi peke yangu siwezi nikabeba mzigo huu peke yangu. Hata siwezi kufanyika muamuzi peke yangu. Ninahitaji watu ambao wanastahili kunizingira ili kazi hii iwe kwa wepesi. Hebu angalie mstari wake wa 13, inasema jitwalieni watu wenye akili na fahamu, watu wanaojulikana kwa kadiri ya kabila zenu, nami nitawafanya wawe vichwa juu yenu. Lazima kuwe na watu ambaye wana ufahamu, kuwe na watu ambaye wana hiyo hekima, watu ambao wako na ufahamu wa kujua ni nini kinahitajika, ni nini tunastahili kufanya, tunastahili kuelekeza watu kwa njia gani. Lazima kuwe na watu kama hao ili kazi ya Mungu ikaweza kupanuka kwa wepesi.
Na wacha nikwambie, wakati kuhani amewachiwa tu kazi ya kuomba katika Matendo ya Mitume 6 mstari wa 4, mitume wanasema kazi yetu mtuachie kuomba na kuhudumia hilo neno. Hiyo kazi inakuwa rahisi kwa kuhani kuliko ya kwamba ninaomba na hapa ninatatua kesi, ninaomba na mwingine amenipigia simu, nimepigwa ngoto na mzee wangu. Hiyo kesi wacha zifikie kina Pastor George, zifikie kina chairman, kabla sasa washindwe kutatua ndio wataniletea mimi. Na nipoza na mimi nifanye kazi ile ambaye Mungu ameniamuria kufanya, maana hao wengine wanajua kila moja jukumu lake. Sema amen. Na Biblia inasema basi kuwe na watu wenye hekima, watu ambao wana ufahamu, watu ambao wana akili njema, wachaguliwe, nami nitawainua katikati yenu. Ni kwa sababu gani? Wazidi kuwa waamuzi kwa yale mambo madogo madogo, na wakati yatakuwa mazito ndio sasa yanafika kwa Baba. Sema amen. Na nipoza kazi ya Mungu kila mmoja aibebe kulingana na ile mizani ambayo Mungu amekusudia kwako. Sema amen. Haleluya. Na nipoza viongozi wanastahili kuwa watu ambaye wana hekima sana, maana nyinyi ni badala ya mtumishi wa Bwana. Maana viongozi wakikosa hekima, kazi ya Mungu itaanguka. Viongozi wakikosa hekima, kazi ya Mungu itakosa kuendelea. Viongozi wakikosa hekima, badala wajenge watabomoa. Haleluya. Bwana ainuliwe. Na ni kwa sababu hiyo anasema ya kwamba nichaguliwe hawa watu, na hawa watu watoke kwa mbali. Na kazi yao ni gani? Kitu cha kwanza tumeona ni lazima wawe na akili, na sitaki kutumia hilo jina maana kila mtu ako na akili, yaani wawe na ufahamu, ama kizungu inasema wawe wise, watu wenye hekima. Nikitumia akili Kiswahili wakati mwingine nakaa kama matusi. Kila mtu anaweza sema hai apostle hapa alitutukana sana. Kila mtu awe na hekima, awe na ule ufahamu ni nini ambaye ameitwa kufanya ndani yake. Sema amen. Na naamini watu hawa wale wako kwa ibada. Haleluya. Nanyi mkanijibu akaniambia jambo ulilolinena ni njema la kufanya. Mstari wa 15, basi nitatoa vichwa vya kabila zenu wenye akili waliojulikana, nikawafanya wawe vichwa juu yenu, maakida ya elfu na maakida ya 100 na maakida wa 50 na maakida wa 10 wenye amri kwa kadiri ya kabila zenu. Tunaona hapa mstari wake wa 15 umerudia tena viwango na muweza wa kubeba mzigo. Maana kila mmoja ana kiwango chake. Kuna mtu anaweza wa kubeba 1000. Kuna mwingine ana uwezo wa kubeba 500. Kuna mwingine ana uwezo wa kubeba watu 100 peke yake. Ukimzidishia hao, hata yeye ataanguka arudi kwa shetani. Kila mmoja ni lazima aelewe kiwango chake. Usibebe zaidi ya mizani yako, utavunjika ama utarudi kwa shetani. Bwana inuliwe. Unajua hata kuna mchungaji hezi dili na watu 50, watasababisha arudi kwa shetani. Na akiwa na watu 20 yako sawa. Na sio kusema hajahubiri, amehubiri tena sana. Lakini shida ni mizani, hajui kiwango kile ambacho anastahili kubeba. Lakini kuna mwingine akibeba 500 bado anauliza ninaweza ongezewa 1500 niwaekelee kwa bega langu. Na ninaomba kuwe na watu kama hao katika jina la Yesu. Haleluya. Watu wale wawezae kubeba mizani mizito, lakini kila moja ni lazima aelewe ya kwamba kuna kiwango. Kuna wengine Biblia inasema akibeba 50 yako sawa. Na mkijua hivyo msimuweke mzigo mwingine. Tunaongea kuhusu habari ya kazi ya Mungu. Bwana atukuzwe. Haleluya. Tunaongea kuhusu habari ya kazi ya Mungu. Na hatusemi kuhusu habari tu ya mioyo. Tunaongea kuhusu habari ya kazi ya Mungu kwa ujumla. Kwa ujumla. Hasa mtu kama Judas. Judas nadhani walimwekelea mzigo mkubwa kumuliko.
juu alikuwa anachori sadaka. Hiyo ni kusema walimwekelea mzigo kubwa kumuliko. Maybe alikuwa abebe tu mashilingi ikifika noti anakuwa kama wale wazee sitawataja sana. Unajua kuna michango ingine tulikuwa tunafanyaga ya matanga, ya watu matanga kule majani mingi. So wale watu ambao walikuwa wanachangishaga kule kwa matanga walikuwa wanakuja na gumboot. Sasa vile chairman anakaga pale ako na gumboot, mwenzake unashindwa kwa nini unakuja mchango na gumboot? Wakati pesa zimeletwa hivi wanaangusha hivi wanaweka wanaweka ndani. Mnashindwa mmechanga pesa haitoshi. Kwani pesa inaenda? Kumbe wanaangusha tu ndani ya gumboot. Yaani mnabebesha watu mizigo ambaye hawawezi wakabeba. Hiyo ni kusema ya kwamba yeye maybe anaweza akaenda kwa harambee ya 500. Mkizidisha hapo, mumuweke hapo, anachukua kila kitu. Sasa tulikuwa tunachanga wiki 3 unashindwa hii pesa mliwacha jana ilikuwa 25,000. Tena watu wamekuja kwa wingi. Tumechanga ati imeongezeka 5,000 peke yake. Mwisho ndio tukajua kumbe hizi gumboot zilikuwa za kusukuma pesa kianguka. Sasa hiyo sio makosa ya hawa, ni makosa ya wale wenye kuwaweka pale, hawakujua viwango vyao. Haleluya. Bwana ainuliwe. Hawakujua viwango ya kwamba watu hawa hawawezi wakabeba kiwango zaidi ya hiki. Na hivyo ndivyo Bible inasema hapa ya kwamba hawa watu wengine wana uwezo wa kubeba 1,000, wengine 500, na kila mmoja aliaminiwa katika ile area ambaye ana uwezo wa kufanya. Situmshangilie Baba wa mbinguni makofi mazuri. Na hiyo ni kusema mwili wa Kristo ukiwa katika ile area ni kusema hatuwezi tukapatwa na anguko. Badala ya anguko ni kuongezeka. Badala ya anguko ni kupanuka. Badala ya anguko ni utukufu juu ya utukufu. Situmshangilie Baba wa mbinguni kwa makofi mazuri. So watu walibeba mizigo na mizani sawa sawa na uwezo wao. Na nyinyi kama viongozi, hayo ndiyo mambo kama kiongozi, kila kiongozi anastahili kuwa anaangalia. Ya kwamba ndio tuko kanisani, lakini kwa nini tumebebesha mtu fulani mzigo ambaye hawezi? Msibebeshe mtu mzigo ambaye hawezi. Utamrudisha kwa shetani. Utasababisha huyo mtu aanguke. Sio makosa yake. Ni kwa sababu amewekelewa mzigo ambaye sio wa mizani yake. Na kuna mwingine anauliza, simuniongezee watu 20 juu ya wale ambaye nimebeba. Bado ninasikia kwamba niko na nguvu ya kubeba mioyo na tutaenda mbio sawa sawa na kusudi la Bwana. Sema amen. Haleluya. Niulizie neighbor, wewe una uwezo wa kubeba mizani inatoshana aje? Kuna dada mmoja niliwaambia ameokoka mwaka wa 62. Ukisikia mtu anasema niliokoka mwaka wa 62, wewe ulikuwa wapi mwaka wa 62? Shosho ndio nadhani huko alikuwa karibu miaka hiyo mwaka wa 62. Yeah? Na anakuambia Yesu ni Bwana. Mimi niliokoka mwaka wa 62. Na nyinyi ni watoto wangu, nimewazaa kwa imani. Hakuna haja ya kusema umezaa watu kwa imani, lakini uko tu ile mwaka wa 62, hujawahi ongezeka. Vile tu uliokoka bado uko hapo hapo. Miaka ndio inasonga, lakini wewe mwenyewe unabaki pale pale. Afadhali mtoto wa miezi 3 lakini ana uwezo wa kusonga hatua moja. Bwana atukuzwe. Hakuna haja ya kujisifu kwa ile miaka tuliokoka kama yale tumetenda katika wokovu. Maana yale tumetenda ndiyo dhahiri, sio yale ambayo tunasema tulikuaga, tulifanyaga. Mukaenda wapi kama mlikuwa mnafanya, mlikuwa mnatendaga? Sema amen. Huyu mama huwa ninawapea kumuhusu mara nyingi. Siku hiyo ndio wakati kulikuwa na shida ya kitaifa. Rais Kibaki ambaye ni hayati ambaye hayuko, akasema ya kwamba tutapewa shilingi ilikuwa 25,000. Kila mtu alikuwa anapewa 25,000. Na mama wa 62 kuokoka. 62 kuokoka. Hiyo ni miaka ngapi saa hii? 62. Hiyo ni ngapi? 38 kuongeza hii 26. Ni mtu mwenye ako na miaka 60, anaelekea miaka 60. Si ni miaka 60 na kitu? Almost 70. Huyo mama 25,000. 25
1,000 karatasi moja moja, hata sio ya mbao zile za zamani. Unajua kama ni ya mbao ungeona hiyo ni kimuzigo mpaka uanzie kusikia waziwazi. 1,000 kitu yenye hata itoshani na hii kidole 25,000. Huyo mama anapewa. Tuko hapo watu 5. Na uzuri nilikuwa pale. Tuko pale watu 5. Huyo mama akasemekana juu ya umri wake atangulie kupewa pesa, akapewa na anachukua 25,000. Mtu mwenye aliokoka 1962 ako ndani ya Yesu na amependa. Huyo sio Yesu, huyo ni mtu mwingine. Huyo sio Yesu, yule mwenye tunahubiri sio huyo. Amepewa 25,000. Sasa anarusha macho upande wa kulia na kushoto, angalie ni kina nani wako hapo in case akiibiwa. 25,000 imeanzia kumutesa roho na ameokoka miaka 60. Huyo ni mtu mwenye anastahili apigwe viboko kwa imani. 25,000. Na ndiposa tunasema ni lazima tujikubali na tumwambie Bwana atusaidie kubeba mizani. Juu kama uwezi beba 25,000 na usikie ukiwa sawa, unastahili kuwa unabeba hata 3 million kwa koti yako hivi na ushindi ukiangalia nyuma. Juu hiyo ndio inasababisha mnaibiwa ukutao. Uko na shilingi 50,000 na unashinda ukiguza hapo mfuko. Wale pickpocket wanajua. Biblia inasema mahali mtu hazina yake iko hapo ndio roho inakuwa. Sasa wewe ukienda hatua 2 unaguza, wanasema ukiona akiguza mara ya 3 hapo. Alafu za hiyo ndio umetoka kule nyumbani Ingo. Ukifika town ya Nakuru wamebeba kila kitu. Avane wamebeba transport. Wamebeba transport kwa sababu mizani yako ni ndogo. Kwa nini unaguza 5,000 mahali iko kila wakati? Si unaambia mwizi pesa ziko hapa. Na wewe unataka kusema bado unampenda Yesu mwenye amelipa dhamana ya wokovu. Bwana atukuzwe. Haleluya. So yule mama anaangalia kando. Mpaka dakika mwisho akatoa hiyo pesa. Alitangulia kwanza kuifunga kwa leso, akaona watu wote wameona, akaitoa. Na sasa unajua endi yako hapo lazima kwanza aondoke ndio watu wengine wapewe pesa. Akatuangalia sisi zote, akarudisha hapa. Akaona hapa ni kama tunaweza pita na kila kitu. Tena akatoa, akafunga kwa kitambaa. 25,000. Na umeokoka miaka 62. Sema amen. Haleluya. Tunaongea kuhusu habari ya kubeba mzigo. Na kubeba mzigo huwa inatokana mpaka na mawazo ya mtu. Vile ambavyo mtu anavyowaza. Bible huwa inasema hivyo ndivyo alivyo. Wewe ni milionea lakini ni vile tu pesa haijakufikia, lakini mawazo yako yamebeba mamilioni ya pesa. Haleluya. Hiyo ni kusema hizo fedha zikija haziwezi zikakukosesha usingizi. Utakuwa tu unalala vizuri. Bwana ainuliwe. Haleluya. Kuna mtu leo hii 1,000,000 ikiletwa kwako na hata bila kuambiwa, alafu upigiwe simu saa 6 ya usiku ya kwamba unajua vile nilikutembelea, nilikuja nikawacha 1,000,000. Ati iko wapi? Kwa hii nyumba. Na hakuna mtu anajua, ni wewe peke yako. Unaanzia kumwambia Avane, sasa unataka ni uwawe. Avane sasa. Na tunataka kubeba mizigo ya kazi ya Mungu. Sema amen. Hiyo mama dakika ya mwisho, yule mkubwa akauliza ni nini mama? Akasema hapana, mimi sina imani na hawa watu tumekuja na wao. 25,000. 25K. Sasa akaulizwa nani wa familia yao, kukapigiwa simu nje, kijana wake akakuja. Na bado anamwambia wewe menyerere adoa ujichungia hawa watu. Na sisi hata hatujapewa zetu. Yeye hata angetoka adisapie, sisi hatujui mahali ameenda. Lakini bado ameokoka miaka 70, 60. Na bado anataka kusema anabeba mizani kwa nyumba ya Mungu. Uongo. Hakuna mizani. Sema amen. Haleluya. Wengine wakabeba mizani ya 3,000, wengine 10, wengine 20, wengine wakapewa mpaka 50, wengine wakakubaliwa wabebe 100, wengine wakaruhusiwa hata wabebe chini 20, na wengine hata 1. Sasa wewe ndio unastahili kuuliza, kile Mungu ameweka ndani yangu kina uwezo wa kiwango gani? Maana kile kiwango ndicho huwa tunadaiwa na Mungu.
Kama nimebeba mizani ndogo kuliko kile ambacho Mungu amekusudia, ni kusema kuna kitu ninadaiwa na Bwana. Hata nikisema nimeokoka, nina deni ya Mungu. Sema amen. Lakini pia tuchunge, tusiekelee watu mizani ambayo hawawezi. Maana wengine kwa sababu hawawezi, basi wanaweza wakavunjika. Ni kwa sababu hawana uwezo wa kubeba. Na hata ikifika mambo ya matoleo, katika Wakorintho huwa inasema kila mmoja atoe sawasawa na uweza. Kila mmoja atoe sawasawa na uweza. Na nipozo unaona hata wakati tunafanya hata zile michango mingi tumekuwa tukifanya na ni za majira tu, huwa hatusemi ya kwamba kila mmoja atupee 1000. Hapana, huwa tunasema watu wa 1000, watu wa 500, watu wa 200, watu wa 100, watu wa 50, watu wa 20. Maana kila mmoja ana uwezo na mizani yake. Kuna mtu mwingine ukisema mambo ya 50 anaona unamdhalalisha. Lakini kuna mwingine hiyo 50 ndiye anatoshelea pale. Si kusema amepatwa na anguko. Maana uwezo wake umefika pale. Na huyo ni mtu ambaye pia ni mjenzi katika nyumba ya Bwana. Situpige makofi mazuri mbele za Bwana. Hata huyo mwenye anatoa hiyo 50 bob ni mjenzi. Maana yeye anabeba kulingana na mizani yake. Huyo mwenye anaweza kubeba 10,000 anabeba kulingana na mizani yake. Huyo mwingine anafanya kulingana na mizani yako. Maana kila mmoja ako na ile area ambayo Mungu amekujalia. Na mimi ninawaombea kila mmoja akaweza kuongezeka katika jina la Yesu. Mimi ninaomba kila mmoja awe na maso za kuongezeka mbele za Bwana. Na tuwe watu ambao wana hekima na hiyo ujuzi wa kujua kile Mungu anahitaji katika jina la Yesu. Bwana ainuliwe. Haleluya. Na kwa sababu hiyo basi hiyo ni kwa viongozi kujua kwamba tusijikwae. Ni kwa sababu ya wale ambaye pia wanabeba mizani midogo. Hapana, usijikwae na wao. Hao ni washirika wetu na ni wazuri sana. Kila mmoja aruhusiwe kwa kiwango chake. Lakini wewe ambao una uwezo wa kubeba kingi, wakati haufanyi hivyo unahesabiwa dhambi na Mungu. Maana Mungu anajua kiwango chako. Anajua kile ambacho anahitaji kutoka kwako. Sema amen. Haleluya. Sasa hii tunaweza kula chakula kinatoshana hapa. Watu wa Western, naona mnaniangalia vizuri. Kuna ile chakula ikiwekwa hapa ya mtu wa Ingo, mimi nikiangalia hivi. Najua huko ndio nilikuwa naona wanapika ukusi. Ukusi ni kandege kingine kanakuwa na supu ya yellow. Hiyo ukusi ikipikwa ile ugali inapikwa mwezi muonane pande ile nyingine. Wakati inaenda kudidimia ndio mnaanzia kuonana. Na ni wazee watatu wametoa shati wanaikalia. Na itaisha. Lakini hiyo kwa Wakikuyu ni watu 50 na wabakishe. Na wamekula sana. So hatutoshani. Sisi zote hatutoshani. Kila moja ana kiwango chake ambacho Mungu amekuwekea. Mpendo, wacha nikwambie. Hiyo mizani mbele za Mungu ndio huwa inatuhesabia kuwa watenda makosa. Wakati Mungu ananiangalia na kile ninafanya hakitoshani na kile amenipatia, anasema Kimandi, hata kana kwamba unadhani umehubiri, bado tunakuona mtu muovu. Maana kile tumeweka ndani yako kina uwezo wa kubeba Fureria, kina uwezo wa kubeba miji, kina uwezo wa kubeba mataifa. Kwa nini bado umekawia? Na Mungu ameweka kitu cha dhamana ndani yako. Mungu ameweka kitu speciali ndani yako. Si ukimbie na hiyo uwezo ambaye nimeweka ndani yako katika jina takatifu la Yesu. Kimbia na huo uwezo ambaye Mungu ameweka ndani yako mpendwa. Usitazame mtu upande huu ama wala ule mwingine. Maana zote hatujapewa sawa. Zote hatujapewa sawa. Sema amen. Haleluya. Mstari wa 17 inasema msitazame nafsi za watu katika uhukumu. Hiyo ndio mstari wa 17. Tunasoma Deuteronomy 1 verse, tumeanzia verse 11. Sasa tuko 17. Inasema msitazame nafsi za watu katika hukumu. Wakati wa kubeba mizigo, hatustahili kuwa tunaangaliana na kijicho ya kwamba huyu amefanya kwa nini kidogo, kwa nini mimi nimefanya mingi. Maana hukumu ni kwa Mungu. Mungu peke yake ndiye anajua kila mmoja nimempea mizani gani.
Sasa itakuwa inabaki ni wewe na Mungu mnaulizana, nimekupea kiwango hiki, kwa nini nikihitaji kutoka kwako sioni kulingana na kile kiwango ninahitaji? Sioni. Aidha ni kutembelea washirika, sioni. Kuna mtu hapa amepewa neema, wakati washirika wamekosa kanisani, yeye ndiye anastahili kwenda kuwatembelea. Siongei tu viwango vya matoleo mimi, naongea viwango vyote. Wewe ndiye unastahili kwenda kuwajulia hali, kwa nini wamekosa, na unaenda na moyo wa kuwarejesha. Hata wale ambaye wamevunjika mikono unawafunga. Hivyo ndivyo Bible inasema, kwa njia ya upendo. Na ukijiangalia na wewe usije ukaanguka wakati unawarejesha. Maana ukienda kurejesha mtu, tutafika hapo, ukienda kuregesha mtu mara nyingi anakuwaga kuna anguko limempata. Tuseme kwa mfano wasikilizani na dada fulani hapa kanisani, na huyo dada ndiye amesababisha atoke kanisani, na wewe umeenda kumregesha. Ni rahisi sana ujikute amekuweka kwa mtego ya kuchukia yule dada mwenye alisababisha atoke, na ujue kwamba hilo pia ni anguko na wewe limekupata. Sema amen. Hallelujah. Na Biblia inasema ya kwamba kusitumwe watu wachanga kwenda kurejesha watu, maana watapatwa na anguko. Maana yeye hana ule ukomavu, ataenda asikilize aanguke upande moja. Apostle anakuaga anajua kubalance. Siwezi anguka pande hii ama pande hii, ni kwa sababu hukumu sio juu yangu. Biblia inasema hukumu sio juu yangu. Tusiwahukumu watu. Hebu tusome hapa ili uelewe vizuri. Kama uko na Bible yako soma Deuteronomy 1:17. Msitazame nafsi za watu katika hukumu, mwasikize wadogo kwa wakubwa sawasawa, msiche uso wa mtu awaye yote, kwa kuwa hukumu ni ya Mungu. Na lile neno liwashindalo muniletee mimi, nami nitalitekeleza. Huyo ni mtu mwenye hekima sana, ambaye sasa amepea watu madaraja, lakini katika yale madaraja pia wanafundishwa ya kwamba msinie mabaya kwa awai yote. Msiangalie watu kwa udogo ama kwa ukubwa. Msihukumu watu kwa sababu ya kubeba mizani midogo ama mikubwa, maana kila mmoja amepewa uwezo wake. Haleluya. Na mambo yale ambayo unaona ni kana kwamba hauna uwezo wa kuyafanya hukumu, basi yalete kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Musa, mimi nitawafanyia hiyo hukumu. Maana sasa kuna mizani ya baba, kuna mizani ya wana, kuna mizani ya watumishi ambayo wanatumika chini ya baba, kuna mizani ya wazee wa kanisa, kuna mizani ya chairman, kuna mizani ya mwalimu wa Sunday school, kuna mizani ya mwalimu wa kwaya, kila mtu ana mizani. Kuna mizani ya asha, ile ambaye anaaminiwa, anaweza kuwa anajaribu kuelekeza mtu Sunday moja kwa upendo, aone anamjaribu kumwambia hivi na yeye anafanya hivi. Sunday ya pili ya tatu hastahili kukasirika akimuona anakunja sura. Hapana, anastahili kukuta chairman anamwambia sijui kwa nini dada huyu ama huyu ndugu akija kanisani nikijaribu kumwelekeza hivi huwa ninaona anaenda hivi. Maana sasa imetoka kwa viwango vyako, sasa inaenda kwa viwango vingine. Naye chairman akijaribu kuangalia lile jambo aone ya kwamba linamshinda, anasema sasa hili lazima tupelekee baba. Maana hatustahili kuhukumu mtu wala kukwaza mtu katika ibada. Ama wewe ujikwaze na watu katika ibada. Ukiona unajikwaza na mtu ni kusema amepita kiwango chako. Nirudie tena hiyo. Ukiona unajikwaza na mtu ujue kwamba imepita nini? Kiwango chako. Sasa ipeleke kwa kiwango hicho kingine. Wacha kung'eng'ana na mzigo ambaye huwezi. Situmpigie Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana atukuzwe. Nirudie tena hiyo. Ukiona unajikwaza jua ya kwamba imepita kiwango chako. Sasa using'eng'ane nayo tena. Watakurudisha nyuma kwa shetani. Watasababisha uende ukakunywe busaa na chang'aa. Ukisemaga hawa ndio apostle walisababisha nirudi nyuma, kwa nini unataka kubeba zaidi ya mizani yako? So ukisikia imefika hapo, peana, songesha hapo mbele. Sema hii nimesikia ni kama inaweza nirudisha nyuma, na nipoza nimeinua nikaleta kwa viwango vyenu.
Situmpigie Baba wa mbinguni makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana atukuzwe. Si ukuje tuambie mimi nimechoka na hii kanisa yenu hii. Hiyo mizani sio yako. Peana kwa wale ambao wanaweza beba bulldozer. Wapelekee. Sasa mizani yenu nyinyi wote mimi naweza beba hata zaidi ya. Mimi na uwezo wa kubeba cathedral. Kwa hivyo nyinyi hata mkileta mizigo aina gani, hakuna siku unawazaona nikijikuna kichwa. Maana Mungu amenipa huo uwezo. Sema amen. Haleluya. Na wewe ukipatiwa tu utatue maneno ya watu wawili, unatoka hapo mishipa imejaa huku. Mpaka watu wanakuuliza ni nini mbaya? Nasema stress ya hii kanisa inaona itanipeleka jehanamu. Chukua mizigo hiyo, peleka kwa yule mwenye ana uwezo wa kufanya hiyo. Singengane. Situmpigie Baba wa mbinguni kwa hiyo hekima makofi mazuri katika jina la Yesu. Maana Biblia inasema tusihukumu wala tuangalie tusije tukajikwaa wala tukaanguka, ni kwa sababu ya kubeba ile mizani ambayo haikufai wewe. Sema amen. Na hiyo pia wakati tunaongea hivyo ni kusema ya kwamba ni lazima tutambue madaraja ya kila moja. Lazima tujue kila moja na uwezo wake. Ni kwa sababu hata nikisongesha kwa huyo ninajua ana uwezo na ninafurahia nikimpelekea hiyo. Sio kusema ya kwamba mimi nimelemaa. Hapana. Sio kusema ya kwamba mimi nimeshindwa. Mimi nimebeba kiwango changu, nimesikia sasa inataka kunizidi na sitaki kujikwaa. Sitaki niondolewe kwa wema wa Bwana kwa sababu ya mizigo ya hawa watu. Wacha nipelekee fulani. Na yeye akibeba asikia ameshindwa. Basi Musa anasema mwisho mkileta kwangu itapata jawabu. Lakini kila mmoja ajitunze. Kila mmoja ajiangalie. Ana uwezo wa kubeba nini? Sema amen. Usirushe mikono. Ukirusha mikono ni kusema imepita kiwango chako. Haleluya. Peleka mahali inastahili. Na hiyo ni kusema mwili wa Kristo utakuwa umekamilika. Na tutafanya ibada ambazo kila mmoja akitazama anatamani. Sema amen. Katika Zaburi 55 mstari wa 22. Zaburi 55 mstari wa 22. Sisi nasi ambayo tunabebea watu mizigo, tuna mahali huwa tunapeleka mizigo yetu. Maana hata mimi kama Kimani, ukinifokea mizigo yako na sina mahali na mimi ninafokea, ni kusema hata mimi nitapatwa na anguko. Kwa hivyo sisi zote, hata yule Musa, bado yeye ana mahali huwa anapeleka mizigo yake. Maana Yesu ndiyo peke yake anasema, nira yangu ni nyepesi, muniletee mizigo yote mizito, nami nitawabebea. Yeye peke yake ndiyo inasemekana amesikika kwa Biblia akisema ya kwamba nira yake ni nyepesi na tukimpelekea mizigo yeye hata uwezo wa kutubebea. Lakini mimi kama apostle, hata mimi ukiniletea si ya kwamba ninakaa nayo, kuna mahali pia na mimi naenda kufokea. Nasema hii Yesu sio yangu, sasa ni yako. Nataka utwalie hao watu mizigo yao. Na mimi ninajitoa hiyo mizigo. Kwa hivyo hakuna mtu nitajikwaza naye kwa ibada. Ni kwa sababu ninajua hata mimi mizigo sio wangu. Ninaupeleka mahali unastahili. Sema amen. Haleluya. Na unajua mimi apostle siwezi nikakufia kanisa. Na nikitaka kukufia kanisa nitawacha ule bibi yangu na watoto wangu. Nitamuacha. Juu siwezi kufia kanisa. Yesu peke yake ndiye alikufia kanisa. Kile ninafanya ni kubeba ile mizigo inatoshana na mizani yangu na ninampelekea. Namwambia nimekuachia hii Yesu. Alafu mimi ninarudi sasa sina mizigo. Sijui nipeane na mfano ambaye inaeleweka. Zile marori ambazo zinaitwa tipa huwa zinabeba mchanga. Ikifokewa mchanga, ijae mchanga, alafu ikae naye kwa mgongo. Atisemage ni mimi niliumbwa nibebage mizigo. Na iwachili iangushi mzigo chini. Yaani nasema nimefokewa na niliumbwa nibebe mizigo. Na sasa imejaa mpaka juu. Lakini sitaachilia. Naonaje?
Na kuna watu wa aina hiyo, na hasa Wakristo ambaye hawajui ya kwamba mizigo sio kazi yao. Ndio unaweza ukachukua mzigo wa mtu, lakini haustahili kukaa na ule mzigo, maana sio wako. Kuna mahali unastahili kuelekeza, ili kila wakati tipa yako iwe ya kwamba iko tayari kubeba mzigo mwingine. Na wakati mwingine leo umebeba mzigo wa uchungu, kesho Mungu ameandaa mzigo mwingine wa furaha, na wewe umebeba bado mzigo wa uchungu ndani yako. Sema amen. Wakati mwingine nawaambia hii darasa sijui kama ni yenu ama iko na watu wengine wanastahili kuingia hapa. Yaani umebeba mzigo mzito wa uchungu, na Mungu anataka uangushe huo mzigo, maana kuna mzigo mwingine wa heri njema ameandaa, unastahili ubebe. Ayayayayaya. Lakini bado umebeba uchungu ndani yako, na ila hali unasema ya kwamba ni fulani amenibebesha hii. Haujui kazi ile Bwana amekuitia kufanya. Sema amen. Haleluya. Hizo tipa hazijaumbwa tu kubeba mchanga peke yake. Wakati mwingine huwa zinaitiwa kubeba vitu vya dhamana. Hivyo ndivyo mimi na wewe tulivyo siku hii ya leo. Lazima tujue kwamba wakati tumebeba mizigo, tusifanye hiyo mizigo kuwa ni yetu. Kuna mahali unastahili kwenda umwage ule mzigo, alafu hiyo container yako iwe tayari kubeba kitu kingine. Sema amen. Wale ambao mnaweka chuki kwa mioyo yenu, toa. Malaika wa Bwana akija kutembea kubariki kanisa, huwa anashangaa sana, maana zile vitu huwa zinabarikiwa ndani yetu ni za ajabu ajabu. Maana Mungu huwa anatuma malaika wake kuja kubariki kanisa, lakini akija kutembea kwa kila roho, zile vitu anakuta ndani ya mioyo ya watu ambao wanajiita walokole, ambao wameokoka, ni vitu fani. Na unajua hiyo malaika kazi yake ni kubariki kenye amekuta kwa moyo. Na ndiposa katika Ufunuo inasema mtu yule anajua kutenda mema azidi kutenda mema, na yule ambaye anajua kufanya mabaya ataendelea kufanya mabaya. Maana yule malaika akija hakaguagi aseme huyu amebeba chuki, anabarikiki chuki kwa moyo wako. Akikuta wewe umetoa vitu vyote, unangojea kubeba kitu kingine kizuri, anaweka vitu vya kiungu ndani ya maisha yako, na unakuwa mtu speciali katika maisha. Tumpige Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Lakini Wakristo wengi, na nipoza unaona ya kwamba wengi hawabadiliki. Ni kwa sababu gani? Malaika wa Bwana akija kukubariki anakuta uko na chuki, uko na choyo, unawaza mambo mabaya kuhusu habari ya dada yako. Mwingine hata mko naye kwa ibada na unamwangalia tu na kijicho, na unasahau ukiingia kwa nyumba ya Mungu kuna kuwaga. Bible inasema ni mambo mangapi? Baraka. Ukiingia tu pale kwa ile mlango ile unaona pale, unastahili usikue tu kama wale watu wa dini, ati unasema kwa jina la Baba na la Mwana ninaomba nitakasike, tena ukitoka unatoka na chuki. Hapana, unastahili ukiingia pale jua kile ambacho umebeba ndicho kitabarikiwa ndani ya moyo wako. Na nipoze unaona mtu mwenye anajua kupenda anapendaga tu, hata mkimfanyia makosa anakupenda tu, maana moyo wake anajua kumwaga mizigo. Yeye anabeba vitu vile vya dhamana, anabeba vitu vya dhamana. Habebi vitu vya ovyo, na anajua kutoa vitu vile ambavyo sio vyake, maana kuna mahali vinastahili vipelekwe. Hata mimi nikibeba kanisa hili nitalemewa kwa maisha, maana ninahitaji vitu vingi kutoka kwa Bwana. Ni lazima vile vitu ambavyo sio vyangu ninaviweka chini, ninaambia Bwana nibebeshe kusudi lako. Haleluya. Bwana ainuliwe. Hebu angalia katika Psalms 55 verse 22. Umtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza. Jifunze sisi kama viongozi
Wewe katika yale madaraja ambayo Mungu amekuweka, jifunze kujua mizigo sio yako. Sio yako. Sema amen. Niseme hii kwa viwango vya watu ambao wako ndani ya jamii. Ni mara ngapi umetoa keserani huko nje ukapeleka kwako? Ni mara ngapi? Ni mara ngapi umetoa keserani huko nje? Maybe umeshinda kazini, watu wakakuibia, ama ukakutana na majanga, mtu mfulani akakusema kwa vibaya, alafu ile stress unaenda unamwagia mwenzako nyumbani. Hivyo si ndio tunafanyanga? Kama uko na bibi, siku hiyo hata utaki kuitishwa chumvi. Tokeni hapa mniondokee. Leo sitaki kusikiliza. Sasa bibi ameingilia wapi na hiyo mambo mlikuwa nayo ni mchana? Bwana anaingilia wapi na ile mambo yenye umeshinda nayo mchana? Hiyo ni kushindwa kumwaga mizigo ambayo sio yako. Kwa nini unabeba vitu ambavyo havina dhamana? Haleluya. Kwa nini unabeba vitu vile ambavyo havina dhamana? Ila hali katika hii barabara kuna vitu vya kila aina. Si wakati umewekelewa uchungu, jua ya kwamba kuna mahali tunastahili kumwaga huu uchungu. Alafu nikifika kwangu, nitafika nikiwa fresh. Hata mke wangu hatajua. Hata kana kwamba maybe anaweza ona tu dalili kidogo. Taniuliza, hani, kwani kumekuaje huko kwa barabara? Na wewe kwa njia ya upendo unamwambia, enyewe leo kazini hakujashinda vizuri. Na wale wake mko hapa ni lazima mjifunze kusaisai hao wanaume pia. Kuwasaisai. Wanaume wanataka kupembelezwa kidogo, sio sana, kidogo tu unampembeleza. Namwambia, hani, usijali, si mimi tu ndio mtu wako, hao wengine ni kerede. You know, ni modo wako, haya ni kerede. Hii ingine. Wamama wananiangalia, apostle. Oi apostle. Sema amen. Haleluya. Usibebe mizigo ya nje upeleke kwako nyumbani. Hakikisha kwamba ukibebeshwa unamwaga mzigo kabla ufike. Maana huko unastahili kufika na furaha. Huko unastahili kufika na amani. Huko unastahili kufika na matumaini. Maana wewe ndio baba ya watoto. Wewe ndio umebeba matumaini ya familia. Sema amen. Haleluya. Wakati mwingine huwa ninasema wakati uwepo wa Mungu huwa unashuka. Kuna vile wakati mwingine nashindwa kujizuia. Lakini sio vizuri kulia mbele ya watoto. Naongea kulia hiyo ingine wachana ya apostle, hii yangu wachana. Sio vizuri kulia mbele ya watoto. Maana kenye huwa kinaturirisha hapa kwa ibada sio hofu, sio shida. Wakati mwingine ni kuangalia wema wa Mungu mpaka unabubujikwa na machozi. Hiyo ni kilio kizuri, ni kilio cha furaha, sio cha huzuni. Maana nikilia hapa juu ya huzuni, wale ninalia kwa ajili yao watapata shida nyingi sana. Lakini nikilia kilio cha furaha, ni kusema tunaalika nguvu za Bwana na uwepo. Wakati ule unaona apostle wakati mwingine anabubujikwa na machozi, unaona watu wanaanzia kukombolewa. Hiyo ni kilio ambacho kimebeba nguvu za Bwana. Tumpigie Yesu makofi mazuri. Lakini sio vizuri kulia mbele ya watoto. Maana wewe ndio umebeba matumaini ya hao watu. Kwa sababu hiyo jifunze kuacha mizigo kwa barabara. Hakikisha kwamba kabla hujafika kwa hiyo boma, hiyo uchungu umewacha chini. Na lipoza neno la Mungu linasema hapa katika Psalms 55 verse 22, umtwike Bwana mizigo yako naye atakutegemeza. Maana kazi yetu sisi kama watakatifu, ndiyo tuna mambo mengi. Biblia inasema ya kwamba kupitia katika Zaburi huwa inasema kilio cha watu wa Mungu, yani wanakuwa na uchungu mwingi, lakini Bwana huwa ana mateso ya watakatifu ni mengi, lakini Bwana huwaokoa nayo yote. Hiyo ni kusema kuna wokovu. Na neno wokovu ni kusema
ni kujua kuchukua mizigo na unapea mwenyewe, na unabaki container yako ina uwezo wa kubeba vitu vingine. Tumpigie Baba wa mbinguni makofi mazuri. Usibebage mizigo. Wengine hata akiwa kwa barabara utajua amebeba mizigo, amenuna. Na sasa unakutana na watu mpaka wanakuuliza kwa nini umenuna hivi? Sasa unaanzia kuambia watu umenuna kwa nini? Ati nimenuna kwa sababu jana ya bwana yangu alikula chakula yote mpaka ya watoto. Wazee nayo wanakuwa na tabia nyingine mbaya za zingine. Mama anashinda amenuna kwa barabara. Sasa mpaka unatangaza mzee alikula chakula ya watoto kwa kila mtu. Na ninaomba wadada wa kanisa hili tujifundishe kuwa na siri za nyumba. Usaili kwenda ukiambia kila mtu mambo yako. Wamama si mungesema amen. Unajua mama wanapenda kufarijiwa sana. Mama anaweza ambia hata mtoto wake yule mdogo, anamwambia tu vitu vingine mpaka ukisikiza unashinda gai. Sasa huyu mtoto atasaidia huyu mama na nini? Juu anapenda kufarijiwa sana. Injili inaenda wapi sasa? Na tukijua hivyo ni kusema sisi kama wanaume ni vizuri kuongea maneno mazuri na mororo kwa mke wako. Maana usipomuongelesha atatafuta watu wa kumuongelesha. Tumpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Haleluya. Usipoongelesha mke wako maneno mororo, akipata mtu mwingine ana uwezo wa kumuongelesha mambo mororo, ataanzia kukuangalia na kijicho kingine cha kusema ni kama nilipotea barabara, nikaangukia kwa umundu. So ukijua kuachilia mizigo ndio unaweza kuwa na maneno mororo. Bwana atukuzwe. Haleluya. Lakini kama wewe hujui kuachilia mizigo kwa barabara, utachukua uchungu unafikishia familia yako. Sasa mtakuwa mnasema kuna Jachieng Apostle anakuwa kwetu, lakini ni wewe unabeba mizigo ambayo sio yako. Hakikisha kwamba ule mzigo ambayo sio wako umwage kwa barabara. Sijui ni nani ambaye anaonaga hizi lori za kubeba uchafu wa choo na utake iende ikamwage karibu na wewe. Imebeba uchafu. Kuna siwa ambayo inakuwa imeandaliwa kwa sababu ya hiyo. Lakini watu wengi hatutumii hiyo kanuni. Siwa imekuwa ni mioyo ya watu wengine. Ndio ujifariji, ujitie moyo. Tumtwike Yesu fedheha zetu. Tumkabidhi mizigo. Anasema nileteeni kwangu na mimi nitawapumzisha hii mizigo. Usikubali kubeba mpendwa. Linda moyo wako kuliko vitu vingine vyote. Katika Proverbs 4:23 inasema tulinde mioyo yetu kuliko kulinda vitu vingine vyote, maana chemichemi ya uzima kutoka ndani ya mioyo ya wanadamu. Chemichemi sio kwa Mungu, ni wakati umeandaa moyo unatoa chemichemi ya uzima. Yaani ni kusema kila neno ambalo wewe unaliongea limebeba uzima ndani yake. Huwa halifishi. Injili hata sijui ilikuwa ienda kwa hiyo barabara. Kuna watu wengine hawana hata hekima ndogo kabisa. Kila neno akitoa ni la kubomoa. Kila neno lenye litatoka kwa kinywa chake lazima lipomoe mahali. Nimalizie kwa kusema, kama mlikuwa na ushirika na mwenzako, kwa wale ambao wako kwa ndoa, na mlikuwa mnakaa kwa meza moja na mnaona mnaongea mambo yenu kwa meza ya majadiliano. Meza ya majadiliano ni kusema kama familia mnastahili mnakaa chini, mnaulizana tumetoka wapi, tunaenda wapi. Baadaye ugutuke ya kwamba kuna mmoja anaenda akislow down mpaka mwisho hataki mambo ya majadiliano tena.
ni kusema ya kwamba kuna mtu mmoja maneno yake ni ya kuvisha. Na wewe ukiona kuna mwenzako ana maneno ya kuvisha, uendelee kuwa na discussion na yeye, mwisho wake ni kukumaliza, atakumaliza. Sasa beta unyamaze, utulie, uangaliage mambo na macho. Fanya yale ambayo wewe una uwezo wa kuyafanya ukiwa umenyamaza. Maana ukijaribu kusema lile jambo linauawa. Ukijaribu kusema lile jambo linauawa. Tumia hekima. Usiseme sasa. Wacha historia yako ya kwamba kumefanyika kitu pasipo kusema. Tumpigie Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Naomba usimame juu na miguu yako katika jina la Yesu. Wakati mwingine injili inaendaga na hasa ni kwa sababu ya jamii. Maana wokovu unastahili kuanzia pale nyumbani kabla hatujafika kanisani. Tunaongea kuhusu habari ya watu wale ambao wana uwezo wa kubeba mzigo. Na Biblia imesema ya kwamba kila mmoja ana uwezo wake. Na kila mmoja ana viwango ambavyo Mungu anatarajia kutoka kwako. Hata Musa anasema watu wale wana uwezo wa kubeba watu 1000 na maelfu wawache wabebe. Watu wale ambao wana uwezo wa kugawia watu 500 wawache wabebe 500. Wale wana uwezo wa kubeba 100 waachwe wabebe watu 100 na wasipatiwe zaidi. Wale ambao wana uwezo wa kubeba 50 wapatiwe watu 50 na wasipatiwe zaidi. Watu wale waweza kubeba watu 30 wapatiwe hao 30 na wasibebeshwe zaidi. Hata yule ambaye ana uwezo wa kubeba watu 10 apatiwe kiwango cha watu 10 na asibebeshwe mzigo zaidi. Hata huyo ambaye ana uwezo wa kubeba 5 aruhusiwe awe mtenda kazi katika nyumba ya Bwana, abebe hao watu 5 lakini asibebeshwe mzigo zaidi. Hata huyo aweze kubeba watu 3 aruhusiwe abebe hao watu 3, maana hata yeye ni mtenda kazi katika nyumba ya Bwana na asibebeshwe zaidi. Hata yule aweze kubeba mtu mmoja aruhusiwe, maana yeye ni mtenda kazi pamoja na sisi, abebe huyo mmoja na asihesabiwe kuwa hukumu mbele za Bwana, maana amepewa kile kiwango na mwenye kumpea anajua na uwezo peke yake ya kubeba huyo mtu mmoja. Nataka kumalizia nikisema nini? Ya kwamba kila mmoja ni mtenda kazi katika nyumba ya Bwana. Lakini kila mmoja tuelewe ya kwamba tumepewa mizani tofauti na Mungu. Ile mizani umepewa na Mungu, jaribu sana kupigana juu chini, kuhakikisha kwamba unafikia kile kiwango. Beba ile mioyo, beba zile nafsi, beba yale maisha. Ombea watu wale ambaye Mungu ana uwezo wa kukusaidia kulingana na kiwango chako. Na mimi Apostle, Mungu ninaomba nikiwa mbele zako, hata nami Baba katika madhaifu yangu nisaidie kulingana na kile kiwango umeweka juu ya maisha yangu. Shakata ya ndurubu zaya. Si Bwana unisaidie. Bwana, sihitaji nikahukumiwa na mwanadamu, badala yake ninaomba kuelewa kiwango kile umeweka kwa ajili yangu. Si Bwana unisaidie. Bwana, hata katika madhaifu sihitaji nguvu, hata katika madhaifu, maana kila mmoja ana madhaifu yake. Si unene hayo mbele za Bwana, mwambie Bwana, hata katika madhaifu yangu niwezeshe Bwana. Bwana niwezeshe, nisaidie Baba wa mbinguni, nitwalie udhaifu wangu. Shakata ya ndurubu zaya. Bwana, nitwalie madhaifu yangu, usijinene na nguvu, nena na madhaifu, nena na madhaifu, nena na madhaifu. Hata Paulo anaenda mbele za Bwana, anamulilia Bwana, anamwambia Bwana, mara 3 nimekuja mbele zako, niondolee haya madhaifu. Bwana anamwambia neema ikutoshe mtumishi wangu. Hata wewe wacha neema ikubebe, lakini elewa kile ambacho Bwana anakusudia. Hata na mimi Kimani nijue kile Bwana anakusudia, na nipoza nikabeba sawa sawa na uwezo wangu. Shakata ya ndurubu zaya. Familia ya watakatifu katika Mathayo 9 imesema ya kwamba imetawanyika kama kondoo ambaye hawana mchungaji. Ni watu wangapi ambaye wametawanyika, ambaye ni wewe Bwana anatazamia? Rabashakata ya ndurubu zaya. Na mtu kila moja ameitwa kwa kusudi lake, kila moja amechaguliwa na Bwana. Wewe una uwezo wa kubeba 50, beba hao 50. Shakata ya ndurubu zaya.
Usiseme aposo, mimi siwezi kwa sababu watu ni wazito. Yesu anasema nira yake ni nyepesi. Mkibeba mizigo, kuna mahali ya kumwaga, kuna mahali ya kumwaga, lakini utekeleze kile Bwana anasema. Ni kwa sababu ya maisha yako. Hakuna mtu atakuwa na sababu mbele za Bwana aseme mimi nilishindwa kufanya kwa sababu ya fulani. Kila mmoja amepewa uwezo wake. Shakata ya ndorobozaya. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Mimi kama Kemani ninaombea moyo wangu. Yesu mwana wa Mungu nisaidie. Yesu nisaidie. Hayo mafuta umeweka juu yangu Bwana yana viwango vyake. Si Bwana unisaidie. Mungu nisaidie. Nisaidie hata kama madhaifu yangu Bwana, nishike kwa madhaifu, maana hapo ndiyo neema inaingilia. Mimi mwenyewe siwezi kama Kemani, lakini Bwana unatarajia kitu kutoka kwangu. Si unisaidie Bwana, nishike na mkono wako uliye hodari. Si Bwana unipe akili njema, nipe ufahamu, nipe hekima, nipe ufahamu ya kuelewa yale Baba unagojea kutoka kwangu, katika jina takatifu la Yesu. Kila mmoja ana uwezo wa kumwambia Bwana, Baba, katika madhaifu, Baba, katika madhaifu ninajua kwamba nina wajibu umeweka mbele zangu. Si Bwana, katika madhaifu yangu unisaidie. Bwana, katika madhaifu yangu unisaidie. Katika madhaifu yangu Bwana unisaidie. Na hakuna mtu wa kuhukumiwa. Biblia imesema hakuna wa kuhukumiwa, maana hata huyo amebeba moja amekubalika mbele za Bwana, maana anabeba kulingana na uwezo wake. Si Bwana unijulishe uwezo wangu. Si Bwana unisaidie kufikia kile ambacho umeweka mbele zangu. Shakata ya ndurubusaya. Ni asante Roho Mtakatifu. Wakati kikundi cha sifa na maabudu wanakuja kumwabudu Bwana, kila mmoja anastahili kuwa anamwambia Bwana, mimi Bwana ninajileta kwako Baba, unijue nimebeba kiwango gani, ni uwezo gani nimebeba ndani yangu. Nisaidie kutembea sawa sawa na ule uwezo, nisaidie kufanya sawa sawa na ule uweza, katika jina takatifu la Yesu. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie, na nisihukumiwe na mtu awaye yote, maana wewe peke yako ndio mhukumu, katika jina takatifu la Yesu. Badala yake kitu cha maana na cha dhamana ni Bwana unijulishe mimi Kemani uwezo wangu umefika wapi. Bwana nisaidie. Ninajua kwamba uwezo wangu ni zaidi ya kile ambacho ninafanya siku hii ya leo. Nipoza ninaomba msaada wako. Shakata ya ndurubuzaya. Poza ninaomba msaada wako Bwana.